Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika uzoefu na experience ya tarjama ambazo nyingi zimetokea pale Tanzania, tarjama za Kiswahili ambazo ziko mufabrak, ziko zinaushusha utume chini, ni miongoni mwa hii tarjama ambayo tunakwenda kutizama hapa. Inasema hivi katika Suratul Anbiya aya 87, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi. Katika neno hili hapa fadhanna an lan naqdira alayhi, fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Katika kisa cha Dhannun, tarjama yake katika nitakuonesha ni nani aliyefanya tarjama hii. Anasema hivi Dhannuni ambaye alikwenda akiwa ana hali ya ghadhabu, alikuwa amekasirika. Fadhanna, akadhani ya kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake. Huyo mtume akadhani kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake, basi aliita, fanada fi dhulumati, aliita gizani, mpaka mwisho wa aya. Aya 88, basi tukamuitikia na tukamwokoa, mpaka mwisho wa aya. Kwa unaona ikatumika neno allan naqdira alayhi, kwamba akadhani, fadhanna allan naqdira alayhi, akadhani kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake. Naona haya maneno kapigia mstari, hatutakuwa na uwezo juu yake. Ni maneno ambayo hayana insijam, hayaendani na tarjama inabidi iwe sahihi, hayaendani. Hii ni tarjama ambayo ni ya Sheikh Ali Muhsin Barwan. Sheikh Ali Muhsin Barwan. Huyu ni katika waliotoa hii fasiri, hii tarjama. Nitakuonesha jinsi hii tarjama ilivyo. Mpaka hii tarjama ipo katika internet, unaweza ukastafidi nayo kama ninavyoenda kukuonesha muda sasa hivi hapa. Tuone sasa kwa pamoja, tutizame tarjama ya huyu kama unavyoona hapa, Sheikh Ali Muhsin Barwan. Ni tarjama ya Kiswahili, tarjuma ya Qur'an tukufu kwa Kiswahili kwa jina la Mwenyezi Mungu. Twende katika Suratul Anbiya hii hapa, ambao tunaibonyeza hapa, inakuja. Twende aya ya 80, aya ya 87. Katika aya ya 87 hii hapa aya ya 87 anasema hivi: na Dhannun alipoondoka hali ameghadhibika na akadhani ya kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake, basi aliita katika giza, hapana Mungu isipokuwa wewe, subhanaka, uliyetakasika, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa wenye kudhulumu. Aya ya chini 88 inaendelea kisa, ikasema hivi: basi tukamwitikia na tukamwokoa kutokana na dhiki, na hivyo ndivyo tunavyowaokoa waumini. Haya ni tarjama ambayo haikubaliki, kwa sababu ni tarjama ambayo inawashusha mitume hadhi yao, kwa maana ya kwamba mtume anawezaje kudhani hamna kiumbe ambacho kiko karibu sana na Mwenyezi Mungu, ukaribu wa ibada, ukaribu wa utukufu wowote, isipokuwa ni mtume peke yake. Sasa unakujaje kusema kwamba katika tarjama hii kwamba nabii akadhani kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake? Yani nabii adhani kwamba Mungu hana uwezo juu yake?
Ni kitu ambacho hakiingia akilini. Yaani hata vitu vidogo, misingi midogo ya dini yake mtume hana. Yaani anawaza kwamba Mungu hana uwezo juu yake. Ni kitu ambacho hakiingia akilini. Kwa hiyo tarjama hii ndiyo maana imekuwa ni tarjama feki. Imekuwa ni katika tarjama feki. Na kwenda kukuonesha kwamba ni yapi matumizi ya neno allan naqdir alayhi ina maana gani. Sasa baada ya kuona tarjama ile ya Sheikh Ali Muhsin Barwan kwamba ni tarjama ambayo ni feki. Sasa ni tarjama ipi ambayo inaweza ikawa ni tarjama ambayo ni sahihi hasa kwa mujibu wa Qur'ani yenyewe? Tutizame, fadhanna an lan naqdir alayhi. Alqadr ina maana ya adhiqu. Alqadr qadara alayhi rizqah ay dayaqa alayhi rizqah, ina maana ya kubana. Qadara alayhi rizqah maanake amebana, amembania riziki yake. Idhan kwa ushahidi wa Qur'ani, kwa hiyo tunaposema hivi fadhanna an lan naqdir alayhi, maanake akadhani au akajua, kwa sababu dhana ni maana yake ni elimu, ni sehemu ya elimu. Kwa akawa na elimu ya kwamba au akajua ya kwamba hatutombania riziki yake. Hii ndo tarjama ambayo inaendana na cheo cha mtume. Mtu kama mtume ambaye hakuna mtu mwenye manzila kama mtume isipokuwa ni yeye. Hamna mtu ambaye anaweza kawa na ukaribu na Mwenyezi Mungu isipokuwa ni mtume. Hasa tutapokosema kwamba akadhani ya kwamba hatutomuweza, hatutokuwa na uwezo juu yake, maanake hii ni kumshusha mtume, yani kumfanya kama takataka. Bali mtu ambaye aliyeleleka vizuri na wazazi wake wa kidini hawezi kujitoa barabarani kifua mbele anasema mimi Mungu haniwezi, mimi Mungu haniwezi, haiwezekani. Kwa ni tarjama ambayo ni fake. Waitizame hao, na alhamdulillah ameweka email yao. Unaweza mtu yote akawaandikia ambaye atafikiwa na hii video akawaandikia kwamba ni kitu ambacho sio sahihi, tarjama ambayo sio sahihi. Kwa ushahidi wa aya wa amma al-insan idha mabtalahu rabbuhu faqadara alayhi rizqah. Hii ni aya katika suratul Fajr. Ama mwanadamu ambapo atakapopewa na mtihani na Mola wake atakapompatia mtihani faqadara alayhi rizqah, sasa akampa mtihani wa kuminya na kumbana katika riziki yake. Faqadara alayhi rizqah fayaqulu rabbi ahanan, atasema Mwenyezi Mungu amenidhalilisha. Ahanan yani adhallani, amenidhalilisha. Kwa hiyo faqadara alayhi rizqah ndo vile vile fadhanna an lan naqdira alayhi, imetumika alqudra alayhi, qadara alayhi, na kule an lan naqdira alayhi katika suratul Anbiya. Kwa ni vile vile kule ni lan naqdira alayhi, yani fa'alima annahu lan nudayyiqa alayhi, alifahamu kwamba Mungu hatombania riziki yake. Fanada fi dhulumati. Hii ndio inaendana na cheo cha mtume na ndio inaendana na mtiririko wa aya na aya inayofuata, kwa sababu mtu ambaye anatoka kifua mbele anasema kwamba mimi Mungu haniwezi, mimi Mungu haniwezi. Kwa nini Mungu aseme hivi? Fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham, kwamba tukamkubalia na tukamtoa katika huzuni. Haiwezekani, yani haviendani. Tarjama ambayo ni feki haiendani kabisa. Kwa mujibu wa hii siyaqul kalam, tarjama ni feki, na kwa sababu ya cheo cha manabii haiendani, wala hata kwa mtu ambaye ni salihun, ni mtu tu mwema, haiwezekani akamdhania hivyo Mungu, kwamba Mungu yeye hamwezi. Yeye ni nani mpaka Mungu asimweze? Mungu ndiye anasaitara katika kila kitu. Hivyo tarjama ambayo hii tarjama ambayo ni fake kabisa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.